Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi akatuchagulia wa kumfuata nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Nasema hakika kimekuwa kwenu nyinyi kiigizo chema. Nani? Mtume wa Mungu, kwa yule anayetaka nini? Kukutana vizuri na Mwenyezi Mungu na kuishi vizuri katika siku ya mwisho. Tumsalini Mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Umenielewa? Kwa nini? Kwa sababu kila atakayekuvutia hawezi akakuvutia kwa yake yote. Mtu ana maneno na ana vitendo na ana sifa. Hutompata mtu asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama atakuvuta kwa vyote. Ima atakuvuta kwa maneno ukamchukia kwenye vitendo, au kinyume chake akakuvuta kwa vitendo lakini maneno yake yakakuchukiza. Tumeelewana? Isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, al-insanul kamil, yeye amekuja na ukamilifu wa maneno na vitendo. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam hafanyi wala hasemi ila kutokana na wahi. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa. Sisi wengine sote tunajisemea tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana vizuri eh? Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake kwa ndo kila kitu chake, na ndio maana definition ya kitu kinachoitwa sunna ni maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akikuuliza nini sunna, mwambie sunna ni maisha yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, yanayokusanya vitendo vyake, maneno yake na sifa zake. Ndio sunna. Sunna ni nani? Maisha ya, ndio neno sunna. Sio kama tunavyodhani na tunavyojua sunna ni nini? Ni kitu kidogo. Sipata chai japo sunna tu, ndio mnavyosema hivyo.